Je, ulimwengu unashuhudia mwanzo wa vita vya tatu vya dunia? Katika kile kinachoonekana kama mchezo hatari wa kuigiza kwenye medani ya kimataifa, mivutano Mashariki ya Kati inazidi kutokota. Mgogoro huu ambao mwanzoni ulihusisha mataifa matatu yakiwemo nchi kama Iran, Israel pamoja na Marekani. Sasa vita hivi vimeibua wasiwasi mkubwa na huenda vikawasha moto utakaoshindwa kuzimika. Mataifa mengi kama Iraq, Syria na Lebanon hadi washirika wa Ghuba kama Saudi Arabia na Falme za Kiarabu yani UAE yanajipata katikati ya mvutano huu mkali ambao unatishia usalama wa nishati duniani, hasa baada ya Iran kuchukua hatua ya kufunga mlango bahari wa Hormuz na kushambulia meli za mafuta zinapojaribu kupita, kitendo ambacho kimeilazimu Marekani na Uingereza kuingilia kati kulinda maslahi yao ya kiuchumi. Tukitazama darubini ya kihistoria kupitia wataalamu kama mwanahistoria Margaret Macmillan, anasema kuwa vita kuu mara nyingi haviji kwa mpango uliokusudiwa, bali huchochewa na mfululizo wa matukio madogo madogo yanayozalisha migogoro isiyozuilika. Mfano ni mwaka 1914 ambapo kuuawa kwa Franz Ferdinand kulisababisha dunia kuingia kwenye vita vya kwanza vya dunia ndani ya wiki chache tu, baada ya mataifa makubwa kama Ujerumani, Urusi na Uingereza kujiingiza kwenye mzozo huo kwa misingi ya mikataba ya ulinzi. Hali hii inafanana kwa kiasi kikubwa na hali ya hivi sasa. Hofu kubwa ni kwamba mataifa ya Ghuba yanahofia kuwa uwezo mkubwa wa Iran wa makombora na droni unaweza kulenga miundombinu yao ya kimikakati, jambo ambalo linaweza kuivutia dunia nzima kwenye ulingo mapambano iwapo diplomasia itafeli. Hata hivyo, wakati kukiwa na wito wa mataifa kama Uingereza kuimarisha doria za kijeshi, wasomi kama Profesa Joy Mayolo wanatoa mtazamo wa faraja, wakidai kuwa hali bado haijafika ukingoni kwa maafa makubwa kama hayo. Hoja yake ni kwamba tofauti na nyakati za nyuma, mataifa yenye nguvu kubwa kama China, Urusi na nchi za Ulaya kwa sasa hayana hamu ya kujiunga kwenye vita vya ana kwa ana ambavyo vinaweza kuangamiza uchumi wa dunia. Licha ya hayo, fundisho kuu la kihistoria linabaki kuwa wazi. Vita vikuu huanza pale viongozi wanaposhindwa kufikia makubaliano na wapinzani wao. Je, dunia itajifunza kutokana na makosa ya kale au tuko kwenye michirizi ya kuelekea kwenye maangamizi mapya? Haya ni maswali ambayo muda pekee ndio utakaotoa jibu la uhakika. Al-Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.